Uhali gani mtazamaji wa Asam Online TV, na hizi ni ripoti za Asam Online TV. Leo tumeweza kupata nafasi ya kufika katika jimbo la Shauri Moyo, ambapo mwakilishi wa jimbo hilo Mheshimiwa Hamza Hassan Juma, ambaye pia ni mwenyekiti wa Shauri Moyo Development Foundation, kwa kushirikiana na Kimara Pharmacy wameweza kuandaa zoezi la upimaji macho kwa wananchi mbalimbali ili kuweza kutibu na kupunguza ongezeko la ugonjwa huo. Mimi ni Huzema Khamis na nyuma kamera ni Abrahman Awais. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia kuendelea na zoezi letu hili. Mimi naitwa Hamza Hassan Juma, ni mwakilishi wa jimbo hili la Shauri Moyo, na vile vile nikiwa ndio mwenyekiti wa Shauri Moyo Development Foundation, ambayo kwa kushirikiana na wenzetu Kimara Pharmacy tumeshirikiana kwa ajili ya kufanya hili zoezi kwa ajili ya kupima macho, lakini vile vile kutoa huduma ya miwani kwa wale ambao watakaohitajika, ambazo miwani hizo tunatoa bure kabisa. Kimsingi mimi nikiwa mwakilishi wa jimbo hili, tumekuwa tukipata changamoto nyingi kwa wananchi wetu ambao wanakuja kwa ajili ya kuhitaji miwani. Wakati mwingine wanapata matatizo ya kuumwa, wanakwenda hospitali wanapimwa, lakini uwezo mtu wa kununua miwani anakuwa hana. Kama tunavyofahamu, miwani zinauzwa bei sio ndogo, kuanzia 40,000 kuendelea juu. Kwa hiyo mimi baada ya kuona ndugu zetu hawa wanatoa hii huduma ya upimaji wa macho na utoaji wa miwani, nikaamua kushirikiana nao kwa makusudi kuwaleta jimboni kwa ajili ya kutoa huduma hii. Na nadhani watu wengi ambao walikuja tangu jana kwa kweli wamefarijika sana. Mimi jana mwenyewe wakati natoka mazoezini nikasema kwanza sirudi nyumbani nije niangalie maandalizi. Kwa kweli nimekuja hapa saa 12 tayari wananchi wameshafika, hata madaktari walikuwa bado hawajafika. Kwa hiyo tuone kwamba ule umuhimu ulikuwa mkubwa, na zoezi hili tumelianza jana. Jana tumepata almost karibu watu 300 jana tuliweza kuwasajili kwa ajili ya kutoa huduma. Na kimsingi huduma zetu hizi zimeonyesha mambo mengi, na vile vile zimetufundisha mambo mengi. Kuna wengine walikuwa wanahitaji miwani, lakini kuna wengine walikuwa na pressure ya macho wanahitaji matibabu zaidi. Kwa hiyo wale wote tumewapa miongozo kwa ajili ya kuwapa rufaa kwenda katika hospitali mbalimbali. Na kwa bahati nzuri sisi wenyewe katika jimbo letu tuna hospitali yetu ya jimbo ambayo maarufu inaitwa hospitali ya macho Mikunguni hapo Trade School. Kwa hiyo kwa yote ambaye amepata rufaa tunamhamishia pale kwa ajili ya kupata huduma za ziada. Lakini vile vile hatutoi tu huduma za macho na miwani, lakini vile vile madaktari wetu tunashukuru wameongeza huduma nyingine, kupima pressure pamoja na sukari, na watu wengi wameonekana kwamba wengine wana pressure, wengine wana sukari, wengine wala walikuwa hawajijui. Kwa hiyo vile vile kuna miko vile vile wananchi wamepewa kwa ajili ya kuweza kuyafuata. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nimefarijika sana. Jana zoezi limeenda vizuri na leo zoezi linaenda vizuri, na tutategemea kesho siku ya Jumatatu kuweza kumaliza zoezi hili. Kwa hiyo bado tunaendelea kutoa wito na majimbo mengine basi waweze kutoa hii huduma, kwa sababu tunaamini kuna wananchi wengine ambao wanaishi nje ya jimbo letu la Shauri Moyo wameshindwa kufika, pengine labda kutokana na masafa au sababu nyingine, lakini na wao wakiwaita hawa na wako flexible, wanaweza kwenda pahala popote alimradi kuweza kukidhi yale mahitaji madogo madogo ambayo sio makubwa, ambao sisi kama viongozi tukijiandaa tunaweza accommodate na kuweza kuwasaidia wananchi wetu. Kimsingi kitu ambacho ninachowaambia wananchi wetu wa ndani ya jimbo la Shauri Moyo, lakini vile vile na wengine, kwa sababu hawa wa jimbo la Shauri Moyo wanaweza wakawa kama ni mabalozi wa vijana wengine wote wa Zanzibar. Kitu kikubwa ni kupima afya zetu. Unajua sisi Waswahili tuna uzoefu kwamba mtu huende hospitali kuonana na daktari mpaka uumwe. Sasa kuna wengine hapa, mimi mfano jana mimi nimepima, daktari amenipa big up, ameniambia uko vizuri sana, lakini kuna vijana ambao wao wanajiona strong, wako shababi, lakini wamegundulikana wana matatizo. Kwa hiyo nadhani swala la afya, kupima afya, tusiangalie umri wala tusiangalie mtu anaiji gani. Kupima afya iwe ni utamaduni wetu. Mtu kila baada ya miezi 2 mitatu tupime afya zetu kwa ajili ya
kuangalia afya zetu, lakini vile kama umegundulikana una changamoto ili uweze Majina naitwa Seif Haji Ali, ni daktari lakini pia ni mkuu katika wasimamizi wa taasisi ya Kimara Foundation. Tuko hapa katika jimbo la Shauri Moyo tokea jana kwa muda wa siku 3. Tupo na zoezi la ugawaji wa miwani na matibabu ya macho kwa rika zote. Huduma hii ipo bure, kadhalika tunahudumia rika zote kama tulivyoanza kusema awali, lakini pia tunatoa miwani ya aina karibia zote. Kuna miwani ya kusomea, kuna miwani ya kutokuona mbali, kuna miwani ya kutokuona karibu, kuna miwani ya lenzi mbili. Yote tunatoa kwa mujibu wa kesi ambazo tunakutana nazo. Na wengi ambao tunapata matatizo ya miwani kwa sasa hivi tunakuja tofauti na pale ilipokuwa awali. Awali tulikuwa tumezoea sana wale watu wazima ndio ambao tunakutana na kesi za matatizo ya macho, hususan ya usomi au uoni wa mbali. Lakini kwa sasa hivi tunakuta mpaka rika la vijana balehe, tuseme hivyo, miaka 15, 18 mpaka 25, miaka ya vijana 30 mpaka 35, wote hawa tunakuta wana shida za macho. Na shida ziko za aina tofauti. Kuna wale ambao wao uoni wao uko vizuri lakini changamoto yao ipo kwenye kusoma. Kuna wale ambao uoni wao uko hafifu nao pia wana tatizo lao jingine. Lakini kuna wale ambao wanaona vizuri, wanasoma vizuri lakini mwangaza ni changamoto kwao. Wengine wanalalamika vichwa lakini chanzo inakuwa ni nini? Macho, ambayo leo tumeamua kuwasaidia hapa kwa kupatia hii huduma katika jimbo la Shauri Moyo. Tunakaribia 10% mpaka 15% kwenye vijana, ambapo tangu jana tuko nao mpaka sasa hivi kwa tunavyoendelea. Tofauti na nyuma, manake kama ulikuwa ukienda kwenye zoezi kama hili, basi vijana unapata labda 5%, umeenda sana kwenye 8%. Sababu ni nyingi. Mwangaza ni moja kati ya sababu kubwa sana, na tukiangalia maisha yetu sasa hivi yanaingia katika maisha ya utandawazi. Kompyuta, simu, ma TV kwa muda mrefu majumbani, lakini pia wasomi tunaendelea kila leo kwenye gharama za kusoma kutumia karatasi nyeupe, tofauti na mwangaza ambao umo katika mwili wa binadamu, manake unapelekea madhara. Kiini cha jicho kitahitaji kutanuka sana ili kuchukua kile kilichopo pale kufahamu, au itahitaji kujifinya sana ili kutafsiri kile kilichopo pale kuweza ubongo kufahamu. Hizi zote nazo zinapelekea kuwa ni jamii ya changamoto ambazo tunakutana nazo. Wito moja, kwamba tuna tabia ya kufuatilia vipindi vya afya kama kuweza kujua afya zetu vipi zinaendelea kila leo. Lakini 2, tuwe na utamaduni wa kuweza kupima afya zetu katika vipimo tofauti. Kwa sababu kama hapa tuko katika zoezi la miwani, tuna macho, lakini pia tumeweka zoezi la upimaji wa presha na sukari. Japo kwamba sio zoezi ambalo lilipangwa kuwepo, lakini tumeliona tuliweke kwa sababu ni miongoni mwa maradhi ambayo yanashamiri katika maradhi yasiyoambukizwa. Kwa hiyo naendelea kusisitiza wito kwamba tuna tabia ya kuwa tunakwenda hospitalini kufanya check up mara kwa mara. Hii itatusaidia kubaini mengi sana. Kuna maradhi hayaonekani kwa papo. Mathalan, homa ya ini, maambukizi ya figo linapokuwa awali, kesi za moyo awali, hizi unaweza usizibaini. Ukakuta mtu anaumwa tu na kifua, akaenda kanunua dawa yake, lakini atakapokwenda kwa daktari akahojiwa, pale ndipo atakapoweza kupata ufafanuzi wa kesi yake na kufanywa vipimo. Kwa jina naitwa Hadija Hamza Hassan, ni makamu mwenyekiti wa Shauri Moyo Foundation, Development Foundation ya Shauri Moyo. Kwenye hili zoezi tumepata sponsor kutoka kwa madaktari kwa ajili ya kuja kutibu wananchi wetu. Hatuhudumii Shauri Moyo tu, tunahudumia nje ya Shauri Moyo. Ni sehemu mbalimbali ya hii Zanzibar tunahudumia, kwa sababu tumetoa tangazo kwenye redio, TV kwa ajili ya wananchi wote wana tatizo kama hili. Tumepata sponsor, hii ni bure, na kwa sisi taasisi ni mara yetu ya mwanzo kulipokea hili.
propo hii kuipokea ni mara yetu ya mwanzo. Kwa hiyo na sisi tumeipokea kwa shime, kwa upendo, kwa furaha, kwa kuwahudumia wananchi ili wafaidike wote. Na bahati nzuri katika takwimu zetu za jana tu tumepokea watu kutoka sehemu mbalimbali, sio jimboni tu. Tumepokea Wajang'ombe, tumepokea wa Amani, maeneo jirani mengi tumeyapokea. Kuna watu wametoka mpaka Fuoni wamekuja. Kwa hiyo lile lengo la taasisi limetimia na tunaendelea na zoezi letu lipo la siku 3, leo ya pili. Kesho ni tunamalizia zoezi. Na tunategemea kuangalia na wingi wa kesho, tunaweza tukaomba kama itakuwa bado watu wako wengi zaidi ya hawa wanahitaji. Tunaweza tukaomba watupeteje hapo siku moja ili wahudumikiwe wengi zaidi. Ni wito wetu sisi kama Shauri Moyo Development Foundation, tunawaomba sana wananchi wenye shida ya pressure, wenye shida ya uzito, wenye shida ya sukari na macho, waje wajitokeze kwa wingi, kwa sababu mimi unaweza ukajikuta nyumbani ukasema mimi niko sawa, lakini wengi wale waliokuja hapa wanakuja hapa kwa ajili ya macho. Tukiwapeleka kwenye pressure wanaambiwa pressure ziko juu, tukiwapeleka kwenye sukari wanaambiwa sukari iko chini au imepanda au iko size. Kaja kwa huduma ya macho lakini anapata huduma nyingine na anapewa maelekezo na pia anapata dawa. Kwa hiyo tunawaomba wananchi waje wapate hii fursa, kwa sababu hii fursa imekuja kama opportunity kwetu, basi tuitumie kama ilivyotuja. Na wasihi sana wananchi wafike bila kukosa. Nimekuja hapa kwamba nina matatizo ya macho yangu, sioni vizuri. Hili jicho moja hili nina matatizo. Nizamaji kwenye jua naona kama kuna kitu fulani kinatembea tembea. Kwa maana nimekuja huku katika vipimo vyote nimepimwa. Nashukuru wamenambia mimi jicho langu bwana lina matatizo, niende hapa Mikunguni. Kwa kweli kazi zake nzuri, zinakwenda vizuri. Na mpaka sasa hivi mimi nimetoka nje kwa kuwa ananijua, pamoja na ambaye asiyemjua anasaidia na anatusaidia. Mimi kanisaidia, kananiambia sasa hivi hapa tumetoa transfer hapa ya kwenda sasa wapi Lumumba, lakini wakaniambia uende zako kwanza nikaanze Mikunguni. Lakini yuko vizuri mpaka sasa hivi mwakilishi wetu Hamza, alhamdulillah. Kusema ukweli, tuseme ukweli, haki pate thawabu, usiseme uongo kapata dhambi. Kwa kweli dadangu, wewe wito wangu mimi naomba au nataka watu ambao waliokuwa hawajui waje hapa. Kuna huduma nzuri za macho. Mimi ndo nimeshajijua hapa macho yangu bila kushika gongo mkongoja kwa natembelea. Hapa nimeambiwa mambo yote nende huku. Kifika hapa kama haikuwezekana unaambiwa uende kwingine.